kuongoza. Sasa tuondokane na hizo dhana, wako Watanzania ambayo wanaweza kufanya na nahisi wenyewe ni shuhuda kwamba hata mechi tulipocheza na Namungo kulikuwa hakuna kocha kigeni, lakini tulicheza mpira mzuri sana. Kwa hiyo nawahisi sio tu kwenye mpira, hata kwenye taasisi zingine tuna manager, tuna mkurugenzi mtendaji wa NMB anafanya kazi vizuri mno, naye wa CRDB ni Mtanzania. Kwa hiyo Watanzania watumisha kuwa tumeiva. Kwa hiyo lazima kila mtu awe na imani na Mtanzania mwenzetu. Kwa hiyo nasema tu kwamba tunafurahi, inshallah tutacheza mechi nyingine na Azam, lakini mtaona labda hii watu watasema ni timu ndogo, lakini tutakuja kuona mpira siku ya Azam tunapocheza. Lakini mwisho wa siku ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa matokeo ambayo mmeyapata sasa chini ya Suleiman Matola, kuna haja ya kuaminiwa sasa kuwa kocha mkuu? Mimi binafsi ningesema namwamini, lakini sio timu yangu. Tuna bodi na wenzetu watarizika, basi tutaendelea nao. Kwa hiyo nategemea ingawa naongea nao kwamba tumwamini ili aweze kutuonesha. Na mara nyingi sana utakumbuka hata mwaka jana au mwaka juzi wakati kocha aliondoka Robertino akabakia Mgunda, tukachukua Mgunda. Lakini Mgunda naye alifanya mambo Messi sehemu za ajabu, lakini akaonesha kwamba na yeye ana uwezo mkubwa wa kuweza kuifundisha timu. Kama viongozi sasa, pengine hii inatoa morali kiasi gani ushindi wa leo kwenda, kwa sababu kulikuwa kuna kelele nyingi kuhusiana na viongozi. Pengine ushindi wa leo unapeleka ujumbe gani kwa nyinyi viongozi? Unajua kuna bwana Magori aliwahi kusema kwamba kuna watu wengine huwa hawapendi ushindi. Na hiyo nataka niwaambie Watanzania wote, sio wapenzi wa soka. Wakati kunapokuwa na mgogoro wa viongozi au ndani ya klabu, basi maendeleo yanakuwa shida kupatikana. Na inavyokuwa matatizo kwenye kuongoza nchi, kama hakuna amani, basi maendeleo vile vile yanapungua. Kwa hiyo tunatakiwa wanachama wa Simba tusubiri tu mwezi mmoja au mwezi mmoja na nusu, kutakuwa na uchaguzi. Wanaweza kumchagua mtu ambaye wanaona anaweza kupeleka hiyo gurudumu mbele. Lakini najua wenzetu wengine wanafurahi kwamba sisi hatuna hata pointi moja, lakini nasema mtakuja kushangaa kama si ajabu sisi ndio tukaweza kuvuka. Kukosa mechi mbili sio kitu. Kwa hiyo tutegemea tu kama tutaweza. Kwa matokeo ambayo mnayapata, bado mna imani kwamba mnaweza kutoboa kweli, maana mmecheza michezo miwili? Imani kubwa sana, sio kwa kubahatisha. Na nyinyi wenyewe tutakuja kusema tuna timu nzuri na tulicheza vizuri. Timu zile mbili zilikuwa hakuna bahati ya kuweza kushinda, lakini kila mtu aliangalia mpira, mliona. Safari tutamchinja ngamia ili tuondoe mkosi wa kukosa magoli. Sawa.